Kama bado unapiga kinanda hivi au hivi, au hivi, na unatamani kuhama kabisa hatua hiyo ya upigaji kwenda hatua nzuri zaidi, basi somo hili linakuhusu. Leo nitakufundisha kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi, hasa mazoezi ya vidole. Leo tutajaribu kuangalia ni kwa jinsi gani mazoezi yanafanya mtu awe mpigaji mzuri. Watu wengi wamekuwa wakipuuzia kufanya mazoezi ya vidole mara kwa mara. Mara nyingi mtu anapokuwa anajifunza kinanda, anapokuwa katika zile hatua za mwanzo za kujifunza kinanda, huwa anakuwa anazingatia sana mazoezi ya vidole. Lakini mtu akishajua kupiga kinanda, walio wengi huwa wanapuuza mazoezi ya vidole, bila kujua kwamba mazoezi ya vidole bado yana mchango mkubwa katika kufanya upigaji wako uwe mzuri. Na watu wengi hata wakifanya mazoezi haya ya vidole, hawayafanyi katika usiriazi unaotakiwa. Kwanza kabisa, kufanya mazoezi ya vidole huongeza hali ya kujiamini wakati wa kupiga. Unajua, mtu ambaye ana mazoezi anakuwa anajiamini zaidi, kwa sababu anakipiga kitu ambacho amekifanyia mazoezi kwa muda mrefu. Ukifanya mazoezi ya mara kwa mara ya vidole, inakufanya uweze kugundua vitu ambavyo ulikuwa hauvijui hapo kabla. Ni tofauti na mtu ambaye anakuja kukutana na kinanda Jumapili kwa Jumapili. Hii inakupunguzia kujiamini. Kadri unavyofanya mazoezi ya mara kwa mara, ndivyo inavyokufanya upige kwa kujiamini. Faida ya pili, huongeza kasi ya kupiga kinanda, yaani speed. Vidole vyako vinakuwa vyepesi na vinaweza kusogea haraka kwenye batani. Kuna nyimbo ulikuwa ukijaribu kupiga kwenye tempo ya haraka haraka, unajikuta vidole vyako ni vizito. Unatamani uende haraka, lakini vidole vyako vinakuwa vizito. Suluhisho ni kufanya mazoezi mengi ya vidole mara kwa mara. Utashangaa vidole vyako vinafunguka. Faida ya tatu, kufanya mazoezi ya vidole huongeza usahihi wa kupiga noti. Ukifanya mazoezi ya mara kwa mara, unapunguza makosa mengi. Yaani ile kukosea sana button, ulikuwa umeplani unaenda kugusa kwenye E, unajikuta umegusa kwenye D sharp.
Ulikuwa umeplani unaenda kugusa kwenye G, unajikuta umegusa kwenye G sharp au batani nyingine ambayo haikuwa kwenye mahesabu. Inakufanya unapunguza hayo makosa. Kwa hiyo mziki wako unaanza kupata usahihi zaidi. Faida ya 4, huimarisha nguvu za vidole. Yaani mtu anayefanya mazoezi mara kwa mara, vidole vyake vinakuwa na nguvu kiasi kwamba hata ukipiga batani inasikika kwa nguvu, tofauti na mtu ambaye hana mazoezi ya mara kwa mara. Kama hauna mazoezi ya mara kwa mara, hasa mazoezi ya vidole, utakuwa unabonyeza batani lakini hazilii kwa nguvu. Ukizoesha vidole vyako kuvifanyisha mazoezi ya mara kwa mara, unashangaa vidole vyako vinaanza kuwa na nguvu. Kwa hiyo nagusa kinanda kidogo tu unasikia kinatoa sauti nzuri. Vidole vyako vinapata uwezo wa kubonyeza vizuri bila kuchoka haraka. Faida ya 5, mazoezi ya vidole huongeza uhuru wa vidole. Yaani vidole vyako vinakuwa huru, vinakuwa flexible. Unakuwa na uwezo sasa kwamba kila kidole kinaweza kufanya kazi kivyake bila kutegemea vidole vingine. Unajua kuna mtu mwingine hawezi kuchambua kodi hivi. Hawezi kuchambua kodi. Vidole vyake vinang'ang'aniana. Watu wengi wanakuwa wanakutana na changamoto hii ya vidole vyao kutokuachana. Kwa hiyo anajikuta hawezi kutofautisha anachokipiga mkono wa kushoto na anachokipiga mkono wa kulia. Ni kwa sababu hawana mazoezi ya mara kwa mara ya vidole. Faida ya 6, kufanya mazoezi ya mara kwa mara huongeza stamina ya kupiga kinanda. Mtu anayefanya mazoezi ya vidole muda mrefu, labda nusu saa kila siku, labda saa nzima kila siku, anakuwa na uwezo wa kupiga kinanda bila kuchoka. Lakini wewe usiyekuwa na mazoezi ya muda mrefu, ukipewa kupiga kipindi labda cha dakika 10 au dakika 20, ukitoka kupiga unasikia vidole au humu kwenye viungo panauma. Mtu ana uwezo wa kupiga labda dakika 5 tu au dakika 4 au amejitahidi sana dakika 10. Kwa siku ibada ikiwa ni ndefu, labda kipindi cha sifa kimeenda kwa muda mrefu, labda dakika 20, 25, dakika 40, dakika 50, unakuta mtu amechoka kabisa, hawezi kupiga tena kinanda, mikono inauma, vidole vinauma. Unaweza kuiondoa hiyo hali kwa kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Faida nyingine, mazoezi ya vidole ya mara kwa mara huboresha ubora wa sauti na mpangilio wa noti. Unapokuwa unatenga muda kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mara kwa mara, unajikuta mpangilio wa sauti kwenye kinanda chako unakuwa mzuri, lakini pia sauti inayotoka inaanza kuwa bora. Unajikuta unaanza kupiga mziki mlaini. Vidole vyako vikilainika vinafanya mziki wako uwe laini pia. Faida ya mwisho
kwa leo. Hupunguza hatari ya kuharibu kinanda. Mtu ambaye ana mazoezi ya vidole ya muda mrefu, akiwa anapiga kinanda hatumii nguvu. Anapiga kinanda bila kuzijeruhi batani. Lakini ukikutana na mtu ambaye hana mazoezi ya mara kwa mara kwenye kinanda, anatumia nguvu. Na kinanda ni kifaa ambacho kimetengenezwa kwa material ambayo ni laini sana. Kwa hiyo unavyokuwa unapiga kwa kutumia nguvu, basi unafanya kiweze kuchoka mapema, na mwisho wa siku baadhi ya batani unaanza kuona haziongei, yani hazitoi sauti. Unavyokipiga kwa kutumia nguvu, unaharibu zile raba zilizoko ndani ya kinanda. Ili kupata klipu mbalimbali ambazo zinaelekeza jinsi ya kufanya mazoezi ya vidole, tembelea kwenye akaunti zetu za mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye TikTok. Tafuta mazoezi ya vidole, au unaweza ukawasiliana nasi kwa namba za simu ambazo ziko hapo chini ya skrini yako kwa ajili ya kutumiwa klipu mbalimbali za mazoezi ya vidole. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye TikTok kwa jina la Masembo Music Class. Utabarikiwa na vitu vingi sana.